tutashindwa kuishi maisha, tutashindwa wallahi. Kwa hiyo hata mtu ukimuishi mtu birthday ni makosa. Tunaambiwa na Ramadhani. Kwa hiyo Ramadhani watu hawaishi watu birthday, au watu wanakuwa wanafanyaje? Yani kwamba hatutaki kuishi watu birthday, hatutaki mbona maajabu. Mimi sijawahi ona vipi. Labda mimi sijui na tatizo gani. Mimi sijawahi ona kwa kweli. Msifanye hivyo, mnakosea. Watu tutakuwa hatuishi maisha yetu sasa. Tutakuwa watu tunakaa tu watu tutakuwa tunakaa tunasema tutashindwa hata kufanya vitu sasa. Eti mtu ukiwishi mtu birthday pia ni kosa kwa sababu ya kufunga. Mimi nilikuwa sijui. Hai. Wacha tuone. Ila sio vizuri. Umetoka kumsikiliza Wema hapo, tumeona amejibu kile ambacho kilikuwa kinashambuliwa sana kwenye mitandao ya kijamii siku ya leo baada ya kumuishi Whozu kwenye siku yake ya kuzaliwa na kucaption tu pale happy birthday baba. Sasa maoni ya watu yamekuwa mengi sana, lakini pia tumeona watu wamekuwa wakimshambulia Wema kwa namna ambavyo amefanya siku ya leo. Sasa wote tunafahamu kwamba wawili hawa walikuwa hapo kwenye mahusiano toka mwaka 2022 mpaka mwaka 2024 ambapo katika mwishoni mwaka jana pia tuliona ni kama kulikuwa kuna sintofahamu kwenye mahusiano yao, na baadaye tukaona ni kama kuna clip ambazo zilikuwa zina trend kwenye mitandao ya kijamii zikimuonesha mwanadada Wema Sepetu akiwa analia, na wengi wakatafsiri kwamba kile kitendo huenda kimesababisha wawili hao wametofautiana kwenye mahusiano au wameachana, kwa sababu tukaona pia hata kwenye baadhi ya pictures kwenye kurasa zao za kijamii ni kama zikawa muted, zikafutwa. Wengi wanasema hivyo, lakini pia comment za mashabiki wengi wakawa wanatamani kujua kile ambacho kinaendelea kwenye mahusiano yao. Sasa siku ya leo wote tunafahamu ni siku ya kuzaliwa ya msanii Whozu Chibaba. Wengi tulikuwa tunamfahamu hivyo kulingana na namna ambavyo pia wengi wamemjulia kuhusiana na mahusiano haya ambao walikuwa nayo kwa muda mrefu. Sasa baada ya siku ya leo msanii Wema Sepetu kuchukua fursa na kijiti cha siku ya leo ambao ni siku ya birthday ya msanii Whozu na kumuishi Whozu kupitia ukurasa wake wa Instagram na kuandika happy birthday baba, akamaliza na kumtag na kuweka kikopa chekundu. Comment zimekuwa nyingi sana, yani comment zimekuwa nyingi kuliko maelezo. Sasa Wema Sepetu ameamua kujibu na kukanusha kile ambacho huenda watu wengi walikuwa wakielewi. Sasa Wema Sepetu amesema kwamba sio ubaya kumuishi mtu kwenye siku yake ya kuzaliwa, lakini pia sio ubaya kuonesha namna ambavyo pia anaonesha upendo kwa mtu ambaye amezaliwa, kwa sababu wote tunafahamu linapokuja swala la birthday, mtu wako wa karibu au mtu ambaye tayari mlikuwa mna ukaribu wa muda mrefu, labda either ni boyfriend, girlfriend, rafiki wa kawaida, ndugu jamaa na marafiki, basi ikifika siku yake ya kuzaliwa ni vizuri pia kuonesha upendo, kumtakia heri na fanaka kwenye maisha yake. Sasa hichi kitendo ni kama kimetafsiriwa kama Wema ni ana force mahusiano au ameshindwa kumove on. Nataka nikusomee baadhi ya comment fupi hapa za mashabiki wengi ambao wameflow kwenye post hile ya Wema baada ya kumuishi Whozu kwenye siku yake ya kuzaliwa. Wengi wamesema Wema jifunze kumove on, si kwa ubaya, lakini wengine wanasema kwamba si mlikuwa mume na mke mmeachana ama kuna mwingine hapa mwamba anasema nikiwaambiaga msiingilie mahusiano ya watu wanaolala bila nguo hamsikii. Kuna mwamba mwingine pia amesema caption imekuwa fupi sana chimama wangu, vipi kuna nini tena? Kuna mwingine hapa anasema kwamba hamjaachana tu. Comment ni nyingi sana. Sasa kwa mlango huo ukiangalia kwamba ni kama watu wengi wapo kwenye sintofahamu, hawaelewi. Yani kinachoendelea sasa hivi ni kama watu wengi sana hawaelewi, masikio na macho yao kwa kile ambacho wanakisikia na kukishuhudia huenda kwao kinakuwa kinawatengenezea mgongano wa fikra zao. Sasa nataka nikupe takwimu kwa ufupi tu kuhusiana na namna ambavyo pia mambo yanazidi kwenda kasi sana kuhusiana na mitandao ya kijamii na namna ambavyo pia watu wanatumia fursa kuhakikisha kwamba vitu vinaenda viral sana. Sasa kwa mwaka huu 2024 toka tumeanza, naweza nikasema kwamba moja kati ya couples au mahusiano ambayo yamemake headline sana kwenye mitandao ya kijamii tunaweza tukasema ni Azizi Ki pamoja na Hamisa Mobeto, Juma Jux pamoja na mwanadada Priscilla kutoka Nigeria. Lakini kwa mwaka jana pia naweza nikasema mahusiano, kuna baadhi ya couples ambazo zilikuwa zina trend sana. Sasa ndani ya huu muda mfupi tu baada ya Wema na Whozu kuonekana kwamba wawili hawa sasa hivi hawapo kwenye mahusiano, ni kama watu wengine
wamemute kabisa, hawaongelei tena, lakini pia ikawa ni moja kati ya kapo ambao imepoa, na wengi wakawa wanasema kwamba huenda Whozu amerudiana na mama mtoto wake wa zamani, namzungumzia Tunda Kapasino, ambaye kimsingi naye tumeona baadhi ya pages za udaku Instagram kule zikazo na mention na kusema kwamba Whozu yupo kwenye apartment ambayo pia anakaa humo Tunda Kapasino. Sasa huenda mimi na yeye tuelewi, lakini pia huenda tupo njia panda, yani atuelewi ni dilema tupite wapi. Sasa hichi ambacho amekiongelea mwanadada Wema Sepetu siku ya leo baada ya kumuishi Whozu kwenye siku yake ya kuzaliwa siku ya leo. Sasa baada ya mashabiki kumshambulia, na amejibu kwamba na kuonesha kwamba namna ambavyo pia watu hawataki kuwa wanaenda front tu na kuanza kumshutu mtu kulingana na kile ambacho amekifanya. Huenda amefanya kwa mapenzi, amefanya kuonesha namna ambavyo pia hana baya lolote na Whozu. Sasa kwa hichi ambacho kinaendelea sasa hivi, unaweza ukashare na sisi maoni yako, ukatuambia hivi wawili hawa ni unahisi ni kweli waliachana rasmi au walipeana tu break fupi bana, pumzika kidogo na mimi nipumzike kidogo, au tupeane short time kwamba kila mmoja kwanza kwa muda huu afanye mambo yake na mimi nifanye mambo yangu, and then baadaye mambo yakishakuwa kila mtu amemaliza mambo yake, then turudi tuendelee kuendeleza penzi au vipi? Au kile ambacho huenda watu wengine waga wanakizania siku zote kwamba wasanii wetu na mastaa wanapenda sana kuendekeza kiki za mitandao na kutafuta attention kwa namna ambavyo pia wana majina makubwa kwenye mitandao ya kijamii. Unaweza ku drop comment yako hapo, ukatupe maoni yako kulingana na hichi ambacho kinaendelea sasa hivi kati ya Wema Sepetu pamoja na Whozu, lakini pia unaweza ukashare ujumbe mfupi kwa namna ambavyo unahisi haya mahusiano yanaweza kaa ni kama ni ngumu sana kuvunjika kwa hichi kipindi, au huenda tutegemee pia wawili hawa wanaweza kawa na project tu kwa hichi ambacho kinafanyika, inaweza kaa ni kutafuta attention au vipi? Sasa nataka pia niendelee kukusomea moja kati ya jumbe tofauti za masters ambao wametumia siku ya leo kumuishi msanii Whozu kwenye siku yake ya kuzaliwa, lakini pia kuonesha namna ambavyo pia wana ukaribu na msanii Whozu wa muda mrefu na wamekuwa wakishirikiana katika kufanya kazi kila siku kuhakikisha kwamba wanaenzi tasnia ya muziki wa Bongo Flava. Kama nilivyokuambia, Whozu pia ni moja kati ya msanii ambaye anafanya poa sana kwenye kiwanda cha muziki wa Bongo Flava. Recently pia tunaona anaachia project zake kila siku na zinaenda viral kinoma. Sasa ukiwa unapita kwenye post ya Whozu ambayo ameshare leo kujiwishi siku yake ya kuzaliwa, tumeona kwamba comment zimekuwa nyingi sana za mastaa ambao pia umetumia fursa hii kumuishi msanii mwenzao kwenye siku yao hii ya kuzaliwa. Sasa kuna msanii Mario pia hapa nimeona amemuishi msanii Whozu, ameandika pale more life bro, lakini pia kuna mtangazaji maarufu pia wa vipindi vya burudani nchini Tanzania, namzungumzia Johnny Joe, amemuishi naye hapa, amesema another one dingo, lakini pia kuna msamiati amemuishi hapa, lakini pia namuona Muma Bantu hapa amedrop comment yake hapa akimuishi msanii Whozu. Comment ni nyingi sana, mashabiki, celebrities, lakini pia watu wote ambao kimsingi umekuwa wana ukaribu wa muda mrefu sana na msanii Whozu. Sasa wewe pia unaweza tumia fursa yako kumuishi kwa namna ambavyo unapendezwa na muziki wake, lakini pia the way ambavyo pia unakuwa excited kuona vitu ambavyo anavifanya kwako vinakuvutia. Bana, hii ni Bongo East, mshikaji wangu, make sure umesubscribe hapo chini ya video hii, lakini pia kisha umeturn on notification ili uwe mwanafamilia bora na wakudumu kila siku ambapo tunakuwa tunakudondoshia story kali kama hizi za kiburudani. Basi wewe unakuwa wa kwanza kuzipata na unahabarika, unaburudika, pia unaenjoy kinoma. Lakini pia usahau kutufollow kwenye kurasa zetu zote za kijamii, Instagram, Facebook, Twitter, tunatumia jina moja tu la Bongo East. Ukitufollow pia huko kuna taarifa zetu zingine zote ambazo utakuwa unazipata huko, exclusive update zote unazipata huko. Mimi naitwa Bounce, unaweza pia kunifollow Instagram, natumia bounce_tz. Ukinifollow kule nitakufollow back, you gotta show some love. See you next time. Hi.